Mpaka tunaachana mara ya mwisho tulikuwa Kilimanjaro. I was not impressed na namna ambavyo tumehangaika na maelekezo ya Mheshimiwa Rais Dr. John Joseph Pombe Magufuli ya utekelezaji wa sera ya viwanda. Mpaka tunaachana kikao chetu cha mwisho, hakuna halmashauri hata moja wala wilaya ambayo imeonekana imetoa uzito unaostahili maelekezo ya kiongozi wetu mkuu ya kutaka tuwe na viwanda kwenye kila halmashauri na kila mkoa. Hakuna hata halmashauri moja ambayo ilitoa maelezo ya kueleweka ya wanaeneo wapi la kiasi gani, je, lina hati au halina hati. Ili mwisho wa siku sasa tukisema sasa tunafanya pengine forum ya kualika investors, tunawaambia njooni, kienda Monduli tunazo pale eka 500 au tuna eka 1000. Sasa kama tumedhamiria kweli kwenda kwenye sera ya viwanda kwenye haya maeneo ambayo tunataka tuweke uwekezaji wa viwanda, lazima tufanye homework yetu sisi kama watu wa wilaya, kama watu wa halmashauri. Tuhakikishe tunawaelimisha watu wetu namna ya kufuga kisasa. Tuhakikishe tunawaelimisha watu wetu mifugo yao ipate chanjo, ipate dawa, ipate tiba. Tuhakikishe tuna utaratibu mzuri wa kuhakikisha malisho yanapatikana kwa ajili ya mifugo yetu. Tukasema pia kama kuna kiwanda ambacho kipo au vipo vilikuwa vya serikali zamani, serikali ikavibinafsisha, kuna baadhi ya wawekezaji wenye viwanda hivi wakaenda kufanya tofauti na makubaliano na serikali. Serikali ilikuwa inataka vile viwanda viwe magofu, wangebaki navyo. Lakini kuna muda ikakaa ikaonekana ni mzigo mkubwa kwa serikali. Kuna muda serikali ikakaa ikaona sasa haiwezi kufanya shughuli zote yenyewe. Lazima pia iwawezeshe na private sector nao pia kama one of the drivers wa economy katika nchi yetu, ili waweze nao play role katika uchumi wa nchi yetu. Wakaamua kubinafsisha. Wale binafsishiwa badala ya kwenda kutengeneza utaratibu wa kutekeleza kama walivyokubaliana na serikali, wanakwenda kule wanang'oa mashine, wanazipeleka wanapozidiwa wao. Mwisho wa siku inabaki kiwanda kinabaki kuwa ni gofu. Tumesema katika mkoa wetu tutakwenda kwenye wilaya na halmashauri zote, kama kuna kiwanda cha namna hiyo tutakifuatilia, na kama aliyehusika ameshindwa kutekeleza makubaliano na serikali na hakuna sababu za msingi, tutavichukua, tutampa mwekezaji mwingine aendelee. Na kama kuna mashine zetu zilikuwa ziko mle wamezinyofoa, atatuambia wamezipeleka wapi, kwa sababu na uhakika hayo hayakuwa maelekezo wala matakwa ya serikali. Kwa hiyo nimesisitiza sana mambo haya kwa sababu haya ni maelekezo ya kiongozi mkuu wa nchi, na juzi hapa alituita wakuu wa mikoa kwenye kutoa maelekezo hayo na kuonyesha masikitiko yake kwa mikoa ambayo bado haijaonyesha speed anayotaka kwenye utekelezaji wa viwanda. Na mmoja wa mkoa huo ni mkoa wetu wa Arusha. Kwa mara baada ya maelekezo hayo lazima tuongeze kasi kuhakikisha kwamba tunafanya hivi. Lakini tulitoa maoni kwa maeneo ambayo ardhi ni ngumu. Yako mashamba ya wawekezaji wengine, wawekezaji ambao hawajawekeza ipasavyo, mashamba yamekuwa ni mapori. Nendeni mkayachambue hayo mashamba. Mkisha yachambua hayo mashamba, mtuambie ni shamba gani mwekezaji ameshindwa kuliendeleza na hana sababu ya msingi. Kwa sababu ardhi ni mali ya serikali, tuna uwezo wa kuanzisha mchakato na kuichukua ardhi. Lakini maeneo mengine kama hamna uwezo wa kulipa fidia pengine baada ya kuchukua ardhi, kaeni na mwekezaji mwenye shamba mwambieni, wewe bwana una eka 5000. Tumekufuatilia kwa miaka 3, miaka 5, miaka 10. Umeshindwa kuendeleza. Serikali inahitaji hili eneo kwa ajili ya ujenzi wa viwanda. Tukubaliane. Aidha tulikate nusu, tukuachie nusu, tuendelee kukupima kama una uwezo wa kuendelea kuendeleza. Ukishinda na hilo nusu pia tutakunyang'anya. Ili kipande mtakachochukua hiki mtakipangie mipango ya viwanda pamoja na maelekezo mengine mahususi ya serikali. Tukifanya mambo hayo
Nataka niwahakikishie hii sera ya viwanda itakuwa ni sera inayotekelezeka kwa urahisi zaidi. Yeye bwana mkubwa ameshasema kwa nafasi yake, ni wajibu wetu sisi kutekeleza kwa kadri maelekezo yaliyotolewa.